Watu wa Chamazi peoples. Watu wa Chamazi peoples. Asante, mimi naitwa Rose Mayemba. Ni mjumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Na tumekuja hapa tukiwa tumeongozana na makamu mwenyekiti wa chama chetu John Heche, ambaye kimsingi huu ni mkutano wake, na sisi kama jeshi la chama tuko hapa kuhakikisha kwamba ile agenda yetu ya no reforms, no election inaeleweka kwa kila Mtanzania. Chama kimefanya mikutano mingi kwenye kanda ya Nyasa, kimefanya mikutano mingi kwenye kanda ya Kusini, ambako ninyi mliona mwenyekiti wetu alikamatwa kule, lakini hakukamatwa kwa sababu ni kibaka, hakukamatwa kwa sababu yeye ni jambazi, hakukamatwa kwa sababu ni mwizi wa rasilimali za nchi hii. Alikamatwa kwa sababu anasema rasilimali za nchi yetu zinachezewa. Alikamatwa kwa sababu anasema wananchi wanapaswa kurudishiwa mamlaka yao, mamlaka ya kuchagua na kuchaguliwa. Hizo ndizo sababu ambazo zilifanya CCM na serikali yao waingie uoga, wamkamate mwenyekiti wetu na kumbambikiza kesi ya uongo, kesi ya uhaini. CCM wameamua na serikali yao kushindana na hoja za wanaoikosoa serikali kwa kuteka watu, kwa kuua watu, kwa kupoteza watu kila mahali. Kila anayeikosoa serikali ya CCM hayuko salama katika nchi hii. Na hayuko salama kwa sababu sanduku la kura haliamui nani awe kiongozi katika kata yako. Sanduku la kura haliamui nani awe kiongozi kwenye kijiji, kwenye mtaa, kwenye jimbo lako. Wala rais wa nchi hii haamuliwi kwenye sanduku la kura. Kuanzia mwaka 2015 angalau kidogo vita kubwa ilikuwa kwenye kutangaza matokeo. Watu walikuwa wanapigwa mpaka muwe na vidumu vile vya petroli, mnakwenda kwenye kituo cha kusikiliza matokeo ya mwisho mkiwa na vidumu vya petroli ili mgombea wenu atangazwe. Lakini kuanzia 2019, 2020, 2024 CCM na serikali yao wameamua kupoka kabisa mchakato mzima wa uchaguzi. Sasa hivi watu wanaenguliwa huko chini. Wewe ulichukua fomu ya kugombea mwenyekiti wa kijiji, wanakuondoa usigombee. Ulichukua fomu ya kugombea ubunge, wanaondoa fomu. Ulichukua fomu ya kugombea udiwani, wanaondoa fomu. Kwa sababu wanajua kwamba kwenye vikao vinavyofanywa kwenye halmashauri zenu, vikao vinavyofanywa vya maendeleo ya kata,
kwa sababu hamkuwatuma. Sasa kama hamkuwatuma, rasilimali zenu ziko salama kiasi gani? Ninyi mmeona bandari hapa juzi, tumepiga kelele wa Tanzania, Samia na serikali yake wameweka pamba masikioni. Kwa nini wameweka pamba? Kwa sababu wanajua kura zenu hazitaamua chochote. Ingekuwa kura zenu zinaamua, ule mkataba wa kishenzi waliosaini wa bandari ule wangeuondoa. Lakini hata wabunge walioko bungeni walishindwa kuzuia kwa sababu hawatokani na kura zenu. Wanategemea kuingia madarakani kwa kusubiria polisi wapige kwanza mabunduki, waue watu, waumize watu, ndo watangazwe wagombea wao kuwa viongozi wenu. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wa Chamazi, tumekuja kuwaambia bila reforms, bila mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, hii nchi yetu, rasilimali zetu zitateketea zote, na vizazi vijavyo havitakuja kuambulia chochote katika nchi yetu. Tuungane pamoja na Chadema, tuungane na viongozi wetu, tuhakikishe. Na niwaambie jamani, kudai haki, kukataa mifumo kandamizi, kukataa unyonyaji, kukataa mifumo feki ya kura ni ibada mbele ya Mungu. Wenzenu Zambia, leo tunavyowaambia, rais wa Zambia Hakainde Hichilema, mnavyomuona, haikuwa ni rais yule mtu kuwa rais katika nchi ya Zambia. Lakini mwaka 2015 Hakainde Hichilema aliukataa uongozi ulioingia madarakani wa ndugu Edgar Lungu. Akasema huu uongozi umeingia kwa kuiba kura. 2017 akiwa yuko barabarani anaendesha gari yake, ukawa unapita msafara wa rais, akagoma kutoka barabarani, akasema huyu sio rais wa watu wa Zambia kwa sababu waliiba kura ili yeye awe rais. Akakamatwa, akapewa kesi ya uhaini kama hii aliyopewa Mheshimiwa Lissu. Alikamatwa, akakaa ndani miezi 4, wakamtoa baadaye, na miaka 4 baadaye amekuwa rais wa Zambia. Kwa hiyo wananchi, hii sio kazi rahisi kama mnavyodhani. Lazima tujitoe sadaka. Lazima tukubali kuumia leo kwa maslahi ya watoto wetu na vizazi vyetu vijavyo. Asanteni sana watu wa Chamazi kwa kutusikiliza. Ninawashukuru sana. Asante sana. Nimeambiwa umeme umerudi, na hivyo wanafanya transition kutoka kwenye generator na kurudisha umeme wa kawaida. DJ utaniambia mtakapofanikiwa. Baada ya kusema hayo, tumemsikia mjumbe wa kamati kuu akisema hii kazi